Mtazamaji, burudani iliyoje, bila shaka elimu na walimu, kipindi kilicho hewani mahasusi haswa hapa ni kuzungumzia swala kuhusiana na masomo kupitia mitandao. Kuna wengi ambao kwa mara nyingi wamekosa kwenda katika shule ya chuo kikuu kwa sababu ya kitu kimoja, kwamba nafasi haipo, wanafanya kazi kwingine, wanafanya kazi moja au nyingine, lakini wanashiriki katika masomo kupitia mitandao. Lakini siku ya leo tunazungumzia kubwa zaidi kuhusiana na mawanda yale ya masomo kupitia mitandao. Na kwa siku ya leo nimejaliwa wageni wangu wawili, Vivian Wamboi, karibu sana katika studio. Vivian Wamboi bila shaka ni mwanafunzi anayesomea masuala ya anasoma kupitia mitandao, ni Konradhi, na vile vile ni naye katika mkono wangu wa kushoto kwa mbali kidogo, naambiwa jina lake atumii sana Eric, lakini la pili na kwenda nalo Kinjabi. Yeye ni mtaalamu wa masuala ya elimu. Karibu sana bingwa, tusamzuke sote. Umetumia neno hilo mara nyingi kwa sababu ya kitu kimoja, kwamba unapenda Kiswahili. Karibu sana. Vivian. Naam. Kwa mara ya kwanza ulipoanza masomo yako haswa, na nataka utupatie yule mtazamaji kitu kimoja, kwamba unasoma mtandaoni kutokana na nini? Ulishawishiwa na nini ilikusukuma ukaingia katika mitandao kusoma? Naam, kilichofanya nianze kusoma kupitia mitandao ni kwa sababu ya kazi. Naam. Nafanya kazi katika kampuni ya Global Money Transfer. Inahusiana na masuala ya pesa. Naam. Na lakini nafasi huko unapata kwa sababu unafanya kazi na upati nafasi, so kama kwenda kuingia katika mambo ya kusoma mitandaoni. Mtaalamu wangu Kinjabi, siku ya leo kubwa zaidi, umesikiza watu wengi kwa mara moja au nyingine wanaamua, mimi sitasoma katika darasa, nataka kwenda nje kufanya kazi alafu baadaye nirejee. Maoni yako haswa, ama mara nyingine umekutana na watu, ni nini kubwa ambacho kinasukuma watu ambao wanafanya hivi? Nashukuru. Nafikiri tatizo la kwanza au changamoto ambayo inakumba watu wengi ni wakati, muda haupo. Pili, pengine umbali wa vyuo vyetu. Utampata mtu anafanya kazi Kisumu lakini chuo kiko mjini Nairobi. Mwingine yuko Mombasa naye mwanafunzi chuo kikuu cha Nairobi. Kwa hivyo inakuwa changamoto, na mlazimu sasa atafute mbinu ambayo atapunguza ule umbali, na pili ajaribu kukomboa wakati, yani asije akakosa kutafuta unga na vile vile asije akakosa kuendelea na shughuli yake. Kwa sanfa kubwa umesema wanatafuta unga na vile vile kutimiza wajibu wa masomo. Kwako Vivian Wamboi, wewe umeona ni wepesi gani ambao unakutana nao wakati unasoma online ukilinganisha na kwenda darasa? Naam, katika wakati mwingi changamoto ni kwa wanafunzi wengi hawana wakati. Na kwa upande huo mwingine wanataka kutafuta hela za kuwasaidia wazazi wao ili kusaidia kulipa school fees. Na changamoto ni kukosa wakati. Na wakati mwingi mara mingi akili zetu ziko katika kazi. Tuna focus sana kwa kazi. Naam. Lakini baadaye pia hutaki kupoteza nafasi ya kuwa msomi katika jamii, ndio maana unakwenda katika masomo yako. Kinjabi, wewe mara ngapi umekutana na mtu ambaye anasoma katika mitandao? Mwanzo kabisa mimi mwenyewe pia nishasoma kupitia mitandao nikiwa chuoni katika shahada yangu uzamifu. Hasa chuoni kuna mwalimu mmoja ambaye alitufaidi sana, anaitwa Daktari Kowor. Daktari Kowor ni maarufu sana chuoni Dista. Baadhi ya vipindi vyake ndio tulikuwa tunakutana kila juma, lakini kuna baadhi ya vipindi aliposafiri, pengine ameenda ughaibuni, yuko Marekani, yuko Uingereza, tuambia hamna sababu ya sisi kutosoma. Kila mmoja atafute mahali, kaa chini, tunaanza kusoma kupitia mtandao.
Je, kabla nirudi kwake, kuna uwepesi fulani ambao upo kwa kusoma mitandaoni badala ya kwenda darasani? Nitasema unahitaji kwanza nidhamu ya hali ya juu, kwa sababu utapata pengine nimeamua kusomea pale nyumbani. Kuna chombo cha mziki pale, kuna binti yangu, binti Zawadi yuko pale, namuona pale kidui kazi fulani, shughuli fulani. Kwa hivyo ni rahisi sana wewe kukanganywa, utatetereka kwa sababu ya masuala ambayo yamekuzingira. Pengine ukiwa maktabani utasema unaweza kutimiza wajibu ule, lakini pale nyumbani changamoto ipo. Changamoto ya pili, sio kila mmoja ambaye ana hela zile za kupata kununua mtandao, yani tunasema kuconnect na ile internet, kwamba utapata wengine wananunua bundles kidogo anasumbuka. Kwa hivyo kuna changamoto ya kwanza ya kifedha. Changamoto ya pili ni kule kufahamu namna ya kutumia tarakilishi. Nakumbuka pale darasani wengine wetu walikuwa na changamoto, wanasema bana, nimepiga chapa lakini nikienda kutuma inakataa. Anaambia mwingine, wewe toa kwanza mimi nitume yangu, wewe weka hivi, ona. Kwa hivyo inakuwa changamoto kama hasa hatuna ule ujuzi na study ya kutosha katika kutumia tarakilishi na mitandao ambao tunaitumia au mfumo ambao tunatumia. Naam. Mengi ameyasema wewe mwenyewe kwamba kuna changamoto ambazo zipo. Kuna mmoja ambaye umeitikia sana ya wifi. Umepigana hivyo na changamoto hiyo? Naam. Ukafanya nini hasa ndo ukashinda? Na wakati huu najua duniani kila mahali ni mambo na teknoloji. Kwa hivyo kama mwanafunzi una haja ile ya kutaka kusomea online, inabidi utafute kompyuta ama laptop ama pia hata simu yako inaweza kukusaidia. Na kama wakati huu kuna hizi Telcom, unaweza nunua airtime. Naam, ununue airtime, itaweza kukusaidia kusoma. Naam. Lakini wakati huo labda pengine hauna hela, wewe unafanya nini? Kama una hela inakuwa basi ni ngumu kabisa. So kuna mahali moja wewe mwenyewe umewahi fika mahali ukawachana na masomo kwa sababu umekosa hela ya Naam. Ni changamoto kubwa Kinjabi. Wewe labda huosi ambao kwa sababu umpita wewe mwenyewe tayari umesema umepita. Ule huosi ambao labda umpatie yule mwanafunzi ambaye anapitia changamoto kama hiyo afanye nini hasa? Swala la kwanza, tunajua kwamba elimu ni kitega uchumi, ndio maana tunawekeza kule. Ukiangalia vizuri sana hela zile za kuwekeza, mara nyingi sisi tukienda chuoni unaambiwa gharama au karo yako itakuwa tuseme kimo cha shilingi 300,000. Unaona kweli kazi rahisi. Lakini tunasahau kwamba kuna kimo kingine cha kutimiza wajibu kama huu ambapo unaweza soma mtandaoni au kufanya utafiti mtandaoni. Kwa hivyo inakulazimu mambo ni mawili. Aidha uwe na kimo fulani cha pesa ambacho utatumia pale nyumbani kwa ajili ya kuunganisha mitandao, uweze kutumia mitandao katika utandawazi katika kusoma kule. Pili, au uwe tayari kuchukua gharama ya kupanda au kuabiri kwenda pale chuoni maktabani, kwa sababu utapata vyuo vingi. Unapoingia hivi moja kwa moja utandawazi umeunganishwa, unahitaji tu zile nywila ambapo utazitumia moja kwa moja. Pasipo kuwepo na uwezekano ule, basi utatatanika zaidi. Vile vile utapata katika tuseme vyombo vyetu vya usafiri, tuseme matatu, daladala zetu, utapata ndani kuna wengine wana mpaka utandawazi ule umewekwa. Lakini changamoto ni kwamba je, ni salama kutumia utandawazi ule ambapo unatumika katika umma? Nataka kurejea kwako kwa sababu ya kitu kimoja. Ule wifi ule utandawazi ambao umepewa kwa gari ama wifi, unapata kwamba ukiingia utumie ile nywila ama password yao, unapata kwamba utatafutwa na wale watu ambao wanasubiri kufanya kitu kinaitwa cyber crime. Kweli. Wewe mwenyewe umewahi kumbana na cyber crime ukiwa mtandaoni? La, lakini wakati marafiki wangu wengine wamejipata katika situation ile ambapo pia wanaweza kuhakiwa. Yani the information inakuwa hacked, ambapo wanajipata pengine wana end up wakitumiwa vibaya, kama kuitishwa hela ama wanafanyiwa vitu ambavyo si nzuri. Naam. Kuna wakati mmoja umetoka darasani, una nguvu ya kuendelea kusoma, lakini unahisi njaa uko nyumbani kwa sababu unasoma mtandaoni, huwa inakutatiza? La, labda pengine nataka kuuliza tena hivi vizuri. Unataka kusoma, si ndio? Lakini uko nyumbani, sasa unaona mandhari ni nzuri, sasa siwezi soma.
Pia hiyo ni changamoto kwa vile yani environment sio conducive. Kwa hivyo wanafunzi wengi wana opt kwenda kusomea katika libraries kuliko kukaa nyumbani. Naam. Pia shuleni kuna libraries ambazo kuna tarakilishi ambapo wanafunzi wanaenda katika wakati ule wanajisikia kwenda kusomea huko. Kwa hivyo inakuwa it is more advantageous kwenda mahali ambapo yani katika institution ambapo wanafunzi wanasomea na kuna tarakilishi ambapo wanaweza Kinjabi hauoni kwamba amerudi tena darasani? Wacha niseme moja kwa moja swala lile ambalo nilisema kwamba inahitaji nidhamu ya hali ya juu kwa sababu mwanafunzi ni rahisi kutetereka. Nieleze faida ya kwanza kwenda darasani uonane na mwalimu moja kwa moja. Wajua malengo ya elimu nchini sio mwanafunzi apate cheti tu. Kuna elimu maisha. Na elimu maisha tunapata, kuna elimu ambayo tunapata kutokana na kule kutangamana tu, ule mtagusano kati ya mwanafunzi na mwalimu. Ule mtagusano unaangalia, unakisia kuhusu mitazamo yetu, mienendo yetu. Kuna masuala mengine tunaweza ondoka hata katika masomo ya kawaida, tukajadili masuala mengine muhimu ambayo yanawaathiri vijana au wanaathiri wanafunzi. Ona. Lakini ukiangalia mtandaoni inakuwa ni nadra sana kwa sababu akitumia swali lile, utaangalia ushughulikie swali lile, huyu atoe tu mchango, uwezo ukatoka nje ya mada ile. Umefungwa. Lakini ukija darasani utapata wakati mwingi michango, hata yale michango ile ya walimu, michango ya wanafunzi wenza, moja kwa moja inakusaidia kukuza hata masuala mengine. Kwa mfano changamoto kubwa tuna vijana ambao wana karatasi lakini hawezi hata kuwasiliana. Kwa sababu unataka kusema kitu kimoja kwa ambao ukisikiza dhana yake ni kwamba yeye ni kama amesema kwamba kusoma kupitia mitandao ina changamoto zaidi kuliko kwenda darasani. Kweli. Naam. Wewe umepitia hii haswa, angalia kitu kimoja kwamba umeenda katika darasa lakini umesoma katika mitandao lakini upati michango, kuna discussion. Kweli. Naam. Wewe unafanya nini hasa ukikumbana na hili? Nikikumbana na hilo, nitaenda pia nitafute wanafunzi wenzangu ambao tunafanya course the same. Nizungumze nao ili tuweze kubadilishana mawaidha. Naam. Mpenzi mtazamaji, bila wasiwasi wote ule nina wageni wangu wawili ambao wako na upevu mwingi kuhusiana na masomo mitandaoni. Kwa sadfa kubwa wote wawili wamekwisha soma kupitia mitandao, na kubwa zaidi ni kwamba wanafahamu changamoto na vile vile ufanisi wake. Mpenzi mtazamaji, tutumia arafa kupitia 2207 na vile vile katika Twitter yangu @tererimanuel21, @tv47ke, Facebook vile vile TV47 Kenya, na Facebook yangu ni Tereri Manuel. Na bila shaka tutazungumza mengi, vile vile tupigie simu kupitia nambari iliyo chini ya kiwambo chako, na bila shaka tutazungumza kuwasiliana, kujua kunani kama umewahi somea mitandao na ukapata ufanisi au ukapata changamoto, tuambie. Kwa mara nyingine Vivian, sisi kama vijana kuna kushurutishwa مثلا nitumie Kiingereza kwamba temptation, unashurutishwa, unajipata umeingia katika mitandao, ukapata badala ya kusoma kukambana na video fulani, video za ngono, badala ya kukwepa ile video una concentrate, unakuwa makini kutazama. Wewe mwenyewe unadhani kwamba ni kitu ambacho kinakufanya ukwepe kusoma? Naam. Wakati mwingi najua ukisoma online kuna ile unasikia nimepata changamoto, nimeboeka, wacha niangalie video kadhaa. Pia hapo sana sana ninalingana na mtu binafsi. Ile hali ya discipline yako inafaa kuwa hali ya juu, kwa sababu unaweza sema nitasoma wakati mwingine, nitasoma kesho, ambapo wakati wa mtihani ukikaribia utakuwa na kazi mingi sana ya kufanya ya kusoma. Badala ya ungemaliza wakati ule. Kinjabi, hii ni kubwa. Haswa wanafunzi wengi wanajipata babaya kwamba wacha niangalie video za ngono, wacha nitizame filamu fulani alafu baadaye ndarejea. Nafikiri wazo ambalo dadangu ambaye analizungumzia ni wazo zuri, kwamba linahitaji nidhamu ya hali ya juu. Ukichunguza kuanzia mwaka 2013 serikali yetu
ilitoa kwamba mwelekeo kwamba wameanza kutoa vipindi, kana kwamba walitoa mwongozo. Shule za msingi pia ziwe na tarakilishi, wanafunzi watumie tarakilishi katika kusoma, wajifundishe. Tukajaribu sisi kama walimu kuwekea kazi kwenye mitandao, kisha tuone watafanya nini. Ukweli wa mambo ni kwamba tukafika mahali tukagundua haufanyi kazi. Kwa sababu gani? Wengine wazazi watafikiria mtoto yuko kwenye mtandao anadukua, anabukua, anajaribu kutafuta ujumbe hapa na pale. Baadaye wakakuja wakagundua watoto hawa bado wanaenda katika vipindi tofauti, unapata, unajua nitasema mtandao ni kama soko. Kila soko lina wazimu. Kweli wazimu ni wengi pale ndani ya mitandao. Mwingine amemtumia hili, mwingine ametuma hili. Utapata mwingine anambia nimetazama sinema hiyo. Umeiona wewe? Unaona video hii? Unapata sana mazungumzo katika mitandao. Watapata sasa ile kazi kufanyika haifanyiki. Pili, udanganyifu ni mwingi. Ni vigumu sana kujua kama kazi ni mwanafunzi yule hasa au mwingine. Kwa sababu unaweza mwekea mwingine nywila, mwambie haya, wewe nitimizie kazi hii. Alafu na yeye mwenyewe anakuja kuiga, anakili. Hata si kuna kili. Anamfungulia tu ile nywila na moja kwa moja anaandika kila kitu, anamfanyia zoezi ile na anatuma. Mwalimu anafikiria ni mwanafunzi mwenyewe kwa sababu account ile ni ya mwanafunzi. Lakini sio mwanafunzi ambaye alikuwa ameketi nyuma ya kiwango. Ni mtu mwingine tofauti. Nataka kwa hilo moja kwa moja kuna swala linajitokeza na nataka kuuliza, kusema kwa Kiingereza inaitwa plagiarism, kule kuiga kazi ya mtu mwingine. Wakati umekumbana na hii, mwalimu anakurejesha. Watu wengi hawajui kupigana vita. Sasa huwa ni nini haswa inasukuma mwanafunzi afanye kuiga mwingine, kuandika na kunakili kazi yake? Ni ile hali ya uvivu ama kutosheleka. Yani mwanafunzi hajisikii kufanya bidii ama kutumia kichwa chake ili aweze kufanya kazi ambayo anahitajika kufanya. Kwa hivyo plagiarism inadhuru wanafunzi wengi, hasa wanaofanya degree. Kwa vile ukienda kupeleka kazi hiyo haikubaliki, na ikipatikana umeiga kutoka kwa mtu mwingine, basi inakuwa ni hata unaweza fungwa kwa ajili ya plagiarism, ya kuiga. Kinjambi, hapa ni kubwa, anajua hasa kwa uzamifu na uzamili. Walimu wengi ama maprofesa wanaangalia hapa huwezi kupita. Sio, utafanya nini hasa kukabili hii? Swala la kwanza ambalo lazima tukumbuke kwamba elimu haiko hapo tu kutoa kazi ambayo imechapishwa. Elimu iko pale kukuza ubunifu, kukuza mawazo, kuja na sera tofauti ambazo zitawezesha jamii kupiga hatua. Kwa hivyo dhana yako wewe mwanafunzi ni dhana ipi ambayo unayo unapotaka kufanya kazi yako ile? Kama ni kazi yote ambayo umepatiwa, jaribu kuhakikisha kwamba kazi ile ni asilia. Na kama nimeazima kazi kutoka kwa Terere, lazima nihakikisha kwamba nimesema hapa jamani, na nukuu Terere ambaye alikuwa amesema. Ona, kuonyesha kwamba kuonyesha kwamba kazi hii ninawaheshimu wale watafiti wengine au wanafunzi wengine ambao walikuwa wamefanya kazi, na waheshimu na kuwatambua, kisha nawakilisha kazi yangu. Mtego uliopo mkubwa zaidi ni kwamba mara nyingi hata shahada ambazo wengi wanapatiwa, zile ambazo wamezipata kupitia masomo haya ya mitandaoni, shahada nyingine si halisi, huwa ni bushia. Kwa sababu wanafunzi wetu utapata kila mmoja anasema chuo hiki kinafanya hivi, tuna sehemu hii. Unapata mtu anajaribu kudukua kutafuta chuo hiki ambacho kinazungumzia kiko wapi. Kinatafutwa hakipo. Wewe una shahada tayari ulisoma online. Unasema kwamba nilisoma chuo hiki. Chuo chenyewe hakipatikani. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kule kwenda chuoni kwenyewe, hata angao ukapata ukawa na uhalisia wa mambo. Kwa sababu hatuwezi ishi katika maisha ya dhahania tu. Tunadhani kwamba ni dhana tu fulani. Tuko sawa, tunasoma. Mfano juzi tumeona vyombo vya habari vikiangazia wanafunzi kule vioni ugaibuni. Mara nyingi wao wapa wa Kenya kazi zao wanawafanyia. Wanahaririwa na kusaidiwa kuandika. Wanaandikiwa, wanafanyiwa kila kitu, utafiti. Najua wengi sitaki kugusa pale, nitachomwa nikitoka. Kwa hivyo ndio ni kitego uchumi kwetu sisi vijana wengine. Pengine hata sisi kama serikali pia haitupatie ajira. Hakuna ajira. Kwa hivyo wasitulaumu sisi. Na mkinyima nikipata nazi usinilaumu kwa kula nazi. Kwa sababu lazima nishibe mimi. Nishibe, siwezi lala njaa ilali nazi ipo. Kwa hivyo utapata kwamba changamoto iliyopo haikuzi mwanafunzi kiujumla. Utampata mtu amefaulu vizuri shahada ya kwanza, akienda shahada ya uzamifu yupo, lakini akifika shahada ya uzamili kizungumkuti
kikubwa zaidi haswa. Wapata mtu profesa lakini unashindwa huyu alikuwa vipi daktari, alikuwa vipi profesa? Kwa sababu pengine wakati mmoja unapata kwamba matibabu yake ya kwendi sawa kama yule ambaye amekaa darasani miaka 7 ama 6. Umesema. Linganisha wasomi wa sasa na wakale. Angalia kuna Profesa Manzurui. Namshabikia Profesa Mbabu. Angalia Profesa nani mwingine huyu daktari Mbudhi, angalia daktari Profesa wa Mitila. Aswa waandishi wengi wa Kiswahili sasa hivi. Angalia sasa hivi. Ni watu ambao ukiangalia kazi yao na unauhalisia, uketo, utafiti umefanywa, usomi umo ndani. Sio kazi njia ya mkato tu kupata shahada. Kabla tukwende mapumzikoni, Vivian, kitu kimoja, wewe ulifanya nini ndio ujue this is the original, uhalisia wa chuo kikuu ambacho na kwenda kina uhalisia, ni asili, ni nzuri, aina ile kutetereka, ni chuo kikuu ambacho ni halisi? Kile ambacho nilifanya utafiti kwa kutoka vyombo mbalimbali, ndipo nikakuja kujua chuo ambacho nimechagua ni halali. Naam. Salia papo hapo Kinjabi, swali hili tutarejelea, lakini kwa sasa naomba mwelekezi wangu jinsi ambavyo wananieleza ni kwamba lazima tukwende mapumzikoni. Lakini mpenzi mtazamaji, popote ulipo, kumbuka tunazungumzia swala zima kuhusiana na masomo kupitia mitandaoni. Ninao wageni wangu Vivian Wamboi na vile vile Eric Kinjabi. Amekataa jina lake la kwanza kwa batumii sana, lakini amini mamake na babake walitambua kwa nini hila ligakaja likawa nzuri. Mpenzi mtazamaji, tumearafa kupitia 2207 at Twitter ni Tereri Emmanuel 21 at Tereri Emmanuel 21, vile vile kupitia Twitter ya hapa ni at TV47KE, na vile vile Facebook ni TV47 Kenya, na lango vile vile ni Tereri Emmanuel, na bila shaka tutasoma arafa yako, lakini kwa sasa twende mapumzikoni. Mpenzi mtazamaji, niseme nini? Sina mengi ila nikushukuru tu kwa sababu umesalia nasi kuanzia zindua hadi sasa. Tunaelekea ukoko na kusalia nasi hapa. Napata arafa moja. Nashukuru kwamba unaendelea kututizama. Jina langu ni Ann. Mnamsalimu Vivian sana, ni dadangu, na kuchangia mjadala wa leo. Changamoto nyingine ya kusoma kupitia mtandao ama social media, utapata kwamba unapoingia online unapata message na notification kutoka kwa mtandaoni kama vile Facebook, Twitter na Instagram, na kwa hivyo ile hamu ya kusoma hizo messages inafanya usahau lengo kuu la kuingia kusoma online. Kubwa zaidi Vivian, na mimi dadako, lakini nataka kuuliza tu kwa uchokozi mwingine, nyinyi kama familia mmekwenda kusoma online badala tukamilishe. Kuna kitu kimoja tulikuwa tunazungumzia haswa, lakini nikumbushe mtazamaji kwamba tutumia arafa kupitia 2207 na kupitia Twitter vile vile ni @tereriemmanuel21 @TV47KE, Facebook ni TV47 Kenya, na vile vile kupitia Facebook yangu ni Tereri Emmanuel, na bila shaka tutakuwa na mjadala mkubwa. Tupigie simu kupitia nambari iliyo chini ya kiwambo chako, na bila shaka tutawasiliana na tutazungumza. Endelea kututizama. Bila shaka kwako Kinjabi, kitu kimoja umewahi fanya kazi, tukikwenda mapumzikoni tukazungumza kitu kimoja kwamba umeandika kazi yako vizuri kwa utaratibu, lakini baadaye kesho unapata mtu mwingine ana kazi yako. Hiyo ni kaida ya mwanadamu. Naam. Kwa nini asumbuke ile hali kuna njia mkato wa kupata? Sasa kinachochangia au jambo ambalo linachangia swala hili la wizi
wa kazi ya mwanafunzi mmoja au mtu fulani amefanya kazi yake ukachukua ukainukuu au ukachukua makala yale ukayafanya kwa yako. Naam. Kitu ambacho kinachangia muhimu zaidi ni sera ya chuo ambacho unasomea. Naam, kikubwa. Ikiwa chuo kile kina sera ambazo zinajaribu kukuza ule uaminifu, sera ambazo zinajaribu kukuza kule kujitolea kwa kazi yako, kule kuchunga kazi yako, kule kuhakikisha kwamba kazi yote mwanafunzi ni ya kweli, basi itakuwa rahisi na kuhifadhi jina la chuo. Na kuhifadhi kabisa. Kwa mfano ukiangalia, nimekuwa chuo, shahada yangu ya kwanza nilikuwa chuo kikuu cha Nairobi. Hamna wakati wote ningeruhusiwa kuwasilisha kazi ambayo sio yangu. Kwa sababu moja kwa moja yule mhadhiri angejua. Daktari Ongarora asingeruhusu. Angekwambia bana, hii si yako bana. Lakini nikatize kidogo, ndio nirejee nikuje kwake niulize moja kwa moja kutokana na zungumzo lako. Kuna maprofesa ambao ama ni wahadhiri wa chuo kikuu wako na uvivu wa kuangalia kazi ya mwanafunzi. Kweli. Kunao. Na hali hii si salama kabisa, kwa vile wanafunzi wengine wanapata kukua discriminated ama kazi yao inapotelea. Kwa hivyo ningewaambia maprofesa ambao wanatutazama waweze kutilia maanani kuangalia kazi inaendelea, hasa kwa watu ambao wanasoma online. Kweli. Nataka uendeleze kutoka pale nikukatiza. Kwa mfano kama mimi mwalimu, moja kwa moja nikishika hivi kazi mwanafunzi, nikisoma sentensi ya kwanza, kwa sababu nimekuwa na mwanafunzi huyo kwa mfano katika muda wa miezi mitatu pengine, katika muda ule, nikiangalia tu kazi ile moja kwa moja, nitajua lugha kama ni yako, sio yako. Unaona? Kama si yako nitakwambia moja kwa moja kazi hii si yako. Hakika. Kiwango chako cha lugha, masuala ambayo unajadili vile vile. Na kama ni yako asilia nitajua ni yako. Ona. Kwa mfano chuo fulani pia, kuna wakati chuo cha pili ambacho nimehudhuria ni kwamba utapata kazi yote ambayo unawasilisha, mwalimu anasema usiwasilishe ile ambayo imepigwa chapa peke yake. Nahitaji iliyopigwa chapa na ambayo haijapigwa chapa. Na vile vile naona santuri ile kazi yako, na maanisha CD unaweka kwenye santuri na kisha baadaye unawasilisha. Naam. Kwa mfano yule atataka umtumie kazi ile katika akaunti yake ya pale chuoni. Na kumbe moja kwa moja akaunti ile imeunganishwa na mfumo fulani wa mtandao ambao unaitwa Turnitin. Utagundua ukiingiza tu hivi moja kwa moja inaonyesha bwana ameiba kazi hii kutoka hapa na siri yake. Na adhabu kubwa iliyopo ni kwamba wakati wote, ndio nasema sera ya chuo ni muhimu zaidi. Ukipatikana kwamba umefanya kuiba au kunakili makala ya mtu mwingine au kazi ya mtu mwingine, sheria ya chuo inasema ufukuzwe, uondoke, usirudi. Kwa kuwa lengo moja la elimu ni kukuza uaminifu. Ikiwa chuvioni mwetu tutakuza watu ambao sio waaminifu, itakuwaje? Ndio maana nafikiri taifa letu la Kenya ufisadi umekithiri na masuala kama haya. Ni mfumo wetu wa elimu. Tuliambiwa wanahitaji karatasi, tumetafuta karatasi. Tuna vyeti, lakini sasa stakabadhi zenyewe ukiangalia masuala ya kimsingi nataka kuja kwake kwa sababu sasa hivi unaona vidole vyako tayari imeonyesha tekelezi fulani. Kuna mtu ambaye umemwona amepatikana alinakili akafanya plagiarism na baadaye akalipa hela. Mwanafunzi ambaye nimeona alipopatikana na hiyo plagiarism alifukuzwa shule kabisa, na pia hana nafasi ya kwenda kusomea katika shule nyingine kwa vile hana zile original documents za kuonyesha kuwa amekamilisha masomo yake katika shule ambayo alikuwa anasomea. Kwa hivyo inakuwa ni ngumu kabisa kuweza kuendelea hata kimaisha, kwa vile tuseme alikuwa ameinvest kwa hiyo masomo yake, alafu wakati wa mwisho amepoteza muda, na wakati wa mwisho ambapo anataka kumaliza anapata naam. Kwa hivyo inakuwa ni changamoto. Ni changamoto kubwa, mpenzi mtazamaji, si kwa wale wanafunzi ambao wako darasani peke yao, na vile vile kuna wanafunzi ambao unasoma kupitia mitandao. Nataka kusikiza maoni yako kama wewe ni mwanafunzi wa chuo kikuu unasoma kupitia mitandao, na vile vile wewe ni mwanafunzi upo darasani umekumbana na changamoto kubwa ya plagiarism ama kunakili kazi ya mtu mwingine na kudhani ni yako, na baadaye kwa kutikana na kashfa hii, bila shaka ni nini ambayo kubwa zaidi ulikumbana nalo na kufanyiwa
Tunataka maoni yako kama umeona rafiki ama vile vile ukapata mtu ambaye yupo katika harakati za kupita mtihani kwa sababu amelipa pesa. Mpenzi mtazamaji, kupitia 2207 pitia vile vile Twitter ni @terrymanuel21, @tv47ke, Facebook ni TV47 Kenya, na vile vile Facebook yangu ni Terry Manuel. Bila shaka mchanganuzi mkubwa wa masuala ya elimu Eric Kinjabi yupo nami, na vile vile mwanafunzi Vivian. Tunazungumzia kubwa zaidi masomo kupitia mitandao. Kinjabi, kuna kitu kimoja nchini Kenya, taifa hili watu wengi wanafahamu taifa la Kenya kwa hela chai kidogo. Fanya hivi ndio kufanya hivi. Inasikitisha. Ni swala linalosikitisha zaidi. Navunja moyo hasa katika kizazi hiki ambapo unapata kuna makundi mawili ya watu nchini Kenya. Kuna kundi la kwanza la watu waaminifu ambao wameamua kufanya kazi, kufuatilia, kujituma, kujibidisha, wamejitesa, wamewekeza katika elimu ili wafikie kilele. Lakini kuna kundi jingine la watu ambalo naamini kwamba mradi wamesema ukitaka kuwa gavana, ukitaka kuwa kiongozi yoyote katika nyanja yote ya serikali, lazima uwe na cheti na hela. Terera hapa hana hela, ana muda. Nitakulipa unifanyie kazi, nitakulipa unifanyie hili. Changamoto kubwa ni kwamba utapata, nilikuambia tangu mwanzo, uhusiano ule, mtagusano wa moja kwa moja kati ya mwalimu na mwanafunzi una mchango mkubwa zaidi katika kupita kwa mwanafunzi. Licha ya kupita tu mtihani, kuna baadhi ya nitasema maadili ambayo mwalimu huyapitisha kwa mwanafunzi kwa njia moja kwa moja kuzungumziana. Kwa mfano, nilifundishwa na daktari mmoja anaitwa Daktari Kaimenyi. Somo lake mara nyingi ndio kuna malengo yale ambayo anayo, lakini anakuuliza wewe kama mwanafunzi ungekuwa katika hatua hii ungefanya nini? Wewe unakisia nini? Wewe mtazamo wako ni upi? Unaona, moja kwa moja anakuhusisha, somo lile halijajitenga nawe. Umo ndani mle, maadili ambayo utayapata mle ndani ndio ambayo utaenda kutimiza nje. Lakini sasa angalia taifa letu. Madaktari wanamwacha mgonjwa na aga wakimwangalia kwa sababu cheti ni gushi, hakupata mwenyewe. Chuo kikuu chenyewe lina jina. Chenyewe hata kama kina jina utapata mwingine aliingizwa kupitia mlango wa nyuma. Ulistahili kusomea pengine talanta yako, pengine uwezo wako. Wewe ni kuwa pengine mhandisi. Na vile vile mamako na babako wanataka usome kitu kimoja. Uwe wakili, uwe daktari. Ona. Hatimaye unapata kwamba haya ndio mambo ambayo yanamsukuma wanafunzi katika kuingia mambo ya kudanganya, kutumia hela, kuwatafuta watu ambao bora upate shahada ile. Nina maswali mawili kutokana na mazungumzo yake. Wewe mwenyewe ndio usome ile kozi unasomea sasa hivi, ulipata kusukumwa na wazazi? La. Kwanza niliamua kutoka kwa moyo wako. Naam. Niliamua nitaweza kufanya somo hilo. Hiyo kozi yani. Kwa vile ukipata, kuna marafiki wangu wengi wameniambia wameangamia kwa kufuata ama kufosiwa kufanya course fulani na wazazi. Kama kuna mwingine alikuwa anataka kufanya medicine, lakini akaambiwa afanye law. Akafanya miaka 2 medicine, akaona imemlemea. Kwa hivyo akaamua kwenda kufanya law ambayo alikuwa na tamani. Naam, kwa hivyo wanafunzi wanaangamia sana wakipata kufosiwa kufanya course fulani na wazazi wao kupitia mtandaoni. Unalazimishwa bila shaka. Kuna kitu kimoja kupitia mitandaoni naona sana katika vyuo vikuu vingi ya kawaida, kwenda darasani unapata yule mhadhiri anapendezwa na sura ya mwanadada, anamwambia kwamba nataka kukuchukua lakini nitakufanyia hivi. Kwa kupitia mtandaoni pia unakumbana na changamoto kama hizo? La. Kwa sababu unajua haujui, wakati mwingi haujui ni nani unayezungumza naye. Ila labda ukiamua kuweka profile yako na ndio utaweza. Sasa unataka kusema kitu kimoja, ndio ukwepe kufuata na yule mhadhiri, usiweke picha yako naam mtandao. Kuna changamoto kubwa kwake. Nimesema kitu kimoja kwamba kuhusiana na kina dada kukua katika mahusiano ama uhusiano na wahadhiri ni changamoto kubwa. Nikaona tabasamu yako kumaanisha unafahamu hii kwa undani. Nafahamu, tumeshuhudia, tumekuwa vioni, tumesoma na wanafunzi wenzetu ambapo wengine hata tulikuwa tunajua hawamudu chochote, lakini hatimaye unapata ndio ambao wanapatiwa daraja la kwanza, ya mifuzo zaidi.
lakini ikifika nyanjani hana chochote. Kwa hivyo swala hili ni kuhusu wito wa mwalimu. Je, nimeitwa kuwa mwalimu kwa sababu ya hela au kwa sababu ya maadili yangu au kwa sababu ya misimamo yangu au kwa sababu nina mchango fulani ambao nataka kufanya katika jamii? Ona. Kwa mfano mimi nia yangu kubwa ni kupitisha ujumbe kwa vijana, nione kizazi hiki kinabadilika katika mitazamo. Unaona? Lakini sasa ikiwa mimi mchungaji, mimi ambaye nimewekwa pale kuangalia wale wanakondoo, nirudi tena nimchukue yule kondoo nimle baadaye na wale kondoo wengine wakiangalia naambia huyu alikuwa kondoo mzuri sana, tena alikuwa amenona, alikuwa na mafuta. Ona. Wale wengine watakimbia. Ona. Sasa mimi na yule mbwa mwitu hauna tofauti. Kwa hivyo changamoto ambayo unahitaji ile ya walimu kusumbua wanafunzi hasa vioni inategemea maadili ya mwalimu mwenyewe. Pili, inategemea misimamo ya wanafunzi wetu. Wanafunzi wetu wamefahamishwa kwamba kuna njia za mkato, unahitaji hili, fanya hili. Swala la ngono utapatiwa ndio alama. Akija kupatia alama kwa sababu ya mahusiano ya kingono, ina maana kwamba unapaswa kujiuliza, mwaka jana alikuwa na wanafunzi wangapi waliowapa alama kupitia njia hii? Kuna kitu kimoja lugha ya Kiingereza wanasema, lakini nataka kutafsiri moja kwa moja, wale wazuri walio na sura nzuri bado hawajazaliwa. Sasa bado wanazidi kuzunguka nao kitu kimoja kwamba yule na yule. Lakini kwa sababu ya muda nataka tuende katika sentence ya mwisho, ama nakupatia nafasi useme hivi. Kati ya masomo ya kusoma mtandaoni, kupitia mtandaoni, na masomo ya kwenda darasani, kwako gani nzuri? Sisemi kwa sababu unasoma mtandao, nataka tunipatie wasia wako kutoka ndani ya moyo. Naweza sema masomo ya darasani ya moja kwa moja na mwalimu ni ya maana sana. Kwa kuwa kuna vitu vingi ambavyo mwanafunzi anaweza kugundua, anaweza fanya akiwa darasani ukilinganisha na mtandaoni. Kwa vile darasani kuna nafasi unaweza kupatiwa kupresent, kutoa presentation yako. Unaanza kupata confidence. Kweli. Pale unaweza kupata, unakuwa confident. Ukienda mahali unaweza ongea mbele ya watu. Kwa vile pia confidence inakuwa shida kubwa sana kwa wanafunzi wengi. Hasa katika chuo kikuu, kwa vile kuna lingana na chuo cha sekondari ambacho ulisomea. Naam. Koke Vivian, kitu kimoja kwamba hata ingawa anasoma katika mitandao, kupitia mitandaoni, anaona afadhali angepata nafasi kwenda darasani moja kwa moja, lakini kwa sababu nchini Kenya ajira haipo, ukiachilia mbali moja, kurudi kutafuta ni ngumu kidogo. Naamini ni hivyo kweli. Kwangu mimi nitasema hivi. Hamna haja ya kuandikia mate ila hali tuna wino. Hamna haja kabisa. Sioni kwa nini uandikie mate ila hali wino upo. Kama unao uwezo, hudhuria darasa. Hudhuria vipindi moja kwa moja. Kama unao uwezo. Hata kule kuingia, kule kwenda tu pale darasani, kule kujituma kila siku, kuhudhuria vipindi vile, ni njia mojawapo ya kukuza nidhamu. Kwa sababu elimu hukuzwa kulingana mazingira. Mimi sasa hivi nataka kufanya shahada ya uzamili. Nataka kufanyia Ujerumani. Kwa nini nianze kung'ang'ana hapa na tarakilishi? Mbona nisiende Ujerumani kwenyewe? Nione Wajerumani wanatangamana vipi na lugha yangu ya Kiswahili. Nione Wajerumani maisha yao yako vipi. Kwa sababu elimu ile itakuwa inaniwezesha kupanua mawazo yangu. Nitatangamana na Wajerumani, nitatangamana na Wajapani, nitatangamana na Wamarekani, nitatangamana na kila mtu, kila kabila, kila mtu nitakutana nao pale darasani na nitaweza kukua. Badala ya kukua sasa nitatangamana nani? Kiwambo changu? Kweli. Sasa ndio maana unapata kitu kimoja kwamba yule mtu ambaye anafaa kusimama mbele ya watu anaogopa kwa sababu alisoma kupitia mitandaoni. Na vile vile dhana kubwa kupitia kwa mtaalamu wa masuala ya masomo Kinjabi amesema kitu kimoja kwamba si kupenda kwetu, tungependa kusoma darasani, lakini kwa sababu ya kutokuwepo na hela ambazo ingetupeleka darasani moja kwa moja, ajira ukitupilia mbali, ndio hivyo iko hivyo. Ndio maana unapata wanafunzi wengi wanakwenda kusoma kupitia mitandao. Na tunasema ni asante vile vile kwa wale ambao wamehitimisha masomo yao kwa shule ambazo ni halisi na iko na asili kubwa ya kutambulika nchini Kenya. Penzi mtazamaji, tunasema asante sana kwa kujiunga nasi katika kipindi hiki Elimu na Walimu. Kubwa zaidi ni kukufahamisha kwamba kuna mengi ukisoma kupitia mitandao na vile vile kupitia darasa utafanikiwa kivyako, na jinsi ambavyo una ile hali ya
kujikimu mwenyewe, kujua kwamba siwezi fanya hivi na nataka kufanya hivi, na hatimaye utakuwa mtu katika maisha. Nimekuwa na mwanafunzi ambaye anasoma kupitia mitandao, Vivian Wamboi. Asante sana kwa kuja, nashukuru. Wakati mwingine tutakuita tena kushughulikia swala hili. Kinjabi Eric, naogopa sana kwa kutamka jina lake la kwanza kwa sababu anatupilia mbali, lakini asante sana kwa mchango wako kubwa zaidi, umetufahamisha kuhusiana na masuala ya masomo. Kila laheri katika masomo yako, hasa unapokwenda katika uzamifu, sio? Nashukuru. Vile vile katika masomo yako ya mitandao. Kila laheri. Mwenyezi Mungu awabariki mpenzi mtazamaji, kila laheri popote unayofanya au chochote kile ambacho unakifanya siku ya leo. Pongezi, Mungu akusidishia kupatia nafasi uwe na mteremezi mkubwa katika shughuli zako. Nasema ni asante sana. Jina langu ni Emmanuel Terere.